hao wananchi wa huku watapita wapi? Yaani mtu mmoja asababishe matatizo ya familia karibuni ya 100 ziko huku chini, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kazibe njia sisi tukaanza kupinga, kwa sababu akiziba njia na maana sisi hatuna sehemu ya kupita, kwa sababu ukitokea kule kwenda hivi hamna njia sehemu yote ya kupita. Kwa hiyo sisi tukaambia hapa swala la kuziba sisi hatuwezi kuafiki, hata kama ana uhalali wa vyeti, lakini haki za binadamu huku kuna wazee, kuna watoto, kuna wanafunzi, yani kuna watu kibao. Kwa maelezo yake aliniambia nifuate vipimo. Vipimo nimefuata mita 13.5 kwa mita 18, mita 19.5. Ndio iko hivyo tu basi. Haipo. Na vipimo vya mchoro vinaonesha haipo. Inabidi alete nini? Vielelezo vyake ikiwemo vibali vyote vya ujenzi. Kwa sababu kwa madai ya mjumbe ni kwamba ameongea naye na anataka kujenga ghorofa. Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania. Hapa nilipo ni Magomeni kwa Binyau, ambapo taharuki kubwa imezuka baada ya wananchi kukusanyika na kuzuia ujenzi wa mmiliki wa nyumba ambaye amenunua na ameanza kujenga nyumba yake, ambapo alikuwa anajenga uzio, ambapo wananchi wanalalamikia kujenga na kuziba barabara ambayo wameitumia kwa takriban miaka 60 kwenye eneo hili, na ndipo wamemuita mwenyekiti wa serikali ya mtaa kana mimi kujua chanzo cha tukio hili. Nyuma ya kamera Zakaria Master Gamondi. Saidi Magoso. Mimi ni mkazi wa hapa. Nini unafahamu kuhusiana na mgogoro huu wa kuzibwa kwa njia? Kuna Mwarabu kaja akatuzibia njia. Sababu hii njia tuko tunapita, watu wanaenda hivi, wanaenda hiyo huko. Kwa hata kazibe, kwa sisi tukapitia sheri kule. Au kwa tiko, ni mbali zaidi. Kwa watu wanakuwa hapiti. Kwa hiyo nataka atuachie njia tupite. Na mmejaribu kumtafuta labda kuzungumza naye? Muone. Anatumia mtu tu. Na mmepeleka ujumbe kwake kupitia huyo mtu ambaye anamtumia kuja kujenga? Tushamwambia atuletee huyo mtu, atuitie tu tuongee naye, atuache njia. Na majibu yakoje? Hatujajua mpaka leo akiendelea, ndio tunasubiri majibu hapa. Na wewe maeneo haya unakaa wapi? Mimi nakaa mtaa nyuma, nimezibiwa na mimi huku siji, na mimi nitoka hapa siji hapa. Nyumba hii inafuatia. Kwa hiyo napita katikati na napita hapa. Kwa hiyo kwa spiti mimi tena hapa. Mimi naitwa Selemani Bakari Kolowele, ni mjumbe wa shina katika eneo hili la Bondeni. Nini kimetokea mpaka wananchi mmejaa kwenye eneo hili ambalo linajengwa? Kilichotokea kwamba si wakati tunapita tunakuta ujenzi unataka uanze ufanyike. Sasa tukauliza kwa nini ujenzi unataka ufanyike, mbona mnaziba njia? Wakasema sisi tuna karatasi dokumenti zote za hiki kiwanja. Kwa maana wanataka wazibe njia, sisi tukaanza kupinga, kwa sababu akiziba njia na maana sisi hatuna sehemu ya kupita, kwa sababu ukitokea kule kwenda hivi hamna njia sehemu yote ya kupita. Kwa hiyo sisi tukaambia hapa swala la kuziba sisi hatuwezi kuafiki, hata kama ana uhalali wa vyeti, lakini haki za binadamu huku kuna wazee, kuna watoto, kuna wanafunzi, yani kuna watu kibao, watapita wapi? Na njia nyewe mnataka kuziba na sisi hatuna njia. Ndio ikazuka tafaruki, tukawapigia viongozi wa juu ndio wamekuja hapa. Na baada ya kufika viongozi baada ya kufika viongozi wanajitahidi kuleka sawa ili swala, kwa sababu viongozi nao wote hawajaafiki na hiki kitendo, kwa sababu hiki kitendo kinawaasili wananchi wao, na viongozi tuko nao pamoja na tunajitahidi kulisawazisha ili swala liende pamoja. Kama wananchi mlijaribu kumtafuta mwenye eneo kuzungumza naye na kumwambia kwamba hii ni eneo ambao sisi tulikuwa tukipita muda mrefu? Mwenye eneo kwa mara ya kwanza kabisa nasikia aliafiki, alisema kwamba hapa njia ataacha, atoziba. Lakini tulivyokuja leo ndo tunakuta wanataka wazibe. Sasa sisi tukashangaa kwa nini mwenyewe alisema ataacha, leo anataka wazibe. Kwa hiyo tukawa tunajaribu kubishabisha ili tumpate mwenyewe atuambie ana mpango wa kuziba au mafundi tu ndo wanataka kuziba. Hizo juhudi ndo zinafanyika za kumpata mwenyewe. Kwa hiyo bado hakijaeleweka kwamba ni mwenyewe anataka kuziba au mafundi ndo wanataka kuziba. Mpaka sasa hivi hakijaeleweka, sababu mwenyewe hatujampata na hajatuthibitishia kwamba anataka kuziba, ila mafundi ndio walikuwa wanataka kuziba, na sisi tumewagombea mafundi kwa sababu mafundi sio wakazi wa huku. Leo akituzibia sisi tunapita wapi? Mafundi wakimaliza ujenzi wanaondoka zao, tunateseka sisi kwa miaka 200. Na ukizingatia hii njia ina miaka zaidi ya 60 inapitika. Tena 60 kidogo njia. Unasema? Kupita hiyo 60. Tunazaliwa sisi tunakuta njia tunapita. Tunazaliwa sisi tunapita njia hii hapa. Na wewe jinsi ambavyo umekuta njia inataka kufungwa, nini cha kwanza ulikifanya? Mimi cha kwanza nilipofika hapa nikauliza utaratibu, jamani hapa inakuaje tena imekuwa hivi? Umeona? Ikabidi kulikuwa na dadangu hapo Rashida akasema ngoja tupigie viongozi ili tujue kinachoendelea ni kitu gani hapa. Kwa hiyo tukakaa tukasubiri, akapiga simu na kweli viongozi wakaja, tukajumuika nao na wametueleza, tumewaelewa. Mlivyokuwa mkiongea na mafundi walikuwa wanasemaje?
Mafundi walikuwa hatusikilizi. Wao wanagonga tu ngongo, yani hamna kusikiliza wala haongei na mtu. Wao wanaziba tu wanaendelea. Na kwa jinsi ambavyo wewe umeishi maeneo haya, njia hii imetumika kwa muda gani unaofahamu wewe? Mimi na miaka zaidi, nimezaliwa 83, hii njia naipita. Yani tangu nazaliwa mamangu ananibeba napita njia hii. Mpaka sasa hivi nazeeka, yani napita njia hii. Neno lako ni lipi kwa wananchi wenzako ambao wote wamekusanyika hapa kuipambania hii njia iweze kufunguliwa? Yani neno letu kumuomba tu huyu baba atuachie njia na masharti na vigezo vizingatiwe, na kama hiyo ardhi ipime tuone, atufanyie ubinadamu, kwa sababu huko tuna wazee tunakaa nao, kuna wagonjwa wote tunapita njia hii. Yani watu wote huko nyuma kwamba ni njia yetu ndio hii kubwa. Sasa tukivunjiwa tutapita wapi? Kwa hiyo hii ni njia kubwa. Hii ni njia kubwa tangu miaka hiyo ninokuambia. Na ukitaka kwenda bondeni lazima upite hapa au kuna njia nyingine mbadala? Lazima upite hapa. Ni lazima upite hapa au uzunguluke kule sheri au upite kule darajani kule bondeni ukatokee gereji, ndo njia. Lakini zaidi watu hapa wote njia tunaoitegemea ni hii. Mimi naitwa Hassan, kama fundi wa ujenzi wa kujenga uzio wa eneo. Na wakati unapewa kazi na mmiliki wa eneo hili, alikuambia uzio wako uishie wapi? Kwa sababu taharuki imekuwa kubwa, wananchi wakidai njia iwe wazi kwa sababu umeitumia muda mrefu. Kwa maelezo yake aliniambia nifuate vipimo. Vipimo nimefuata mita 13.5 kwa mita 18, mita 19.5. Ndio iko hivyo tu basi. Na jinsi ambavyo ulifuata, hii njia ilikuwa iko wazi au njia inafungwa? Njia ilikuwa haipo. Na vipimo vya mchoro vinaonesha haipo. Kwa hiyo njia hii ilikuwa inakwenda kufungwa, ndio kitu ambacho kimewatoa wananchi na kuja kulalamika kwamba eneo hili likizibwa njia, kwa maana yake watu wanaokaa chini watakuwa hawana nafasi ya kuja juu. Yani inafungwa, lakini na mbadala ipo nyuma. Tunaacha kama mita 1 kama na nusu nyuma, inapita inazunguka inatokea upande mwingine. Lakini sema wao walikuwa waliziki na nafasi hiyo waliopewa, wao wanataka njia ya kutoka moja kwa moja barabarani. Kama umepata nafasi ya kuzungumza na bosi wako, kwa maana mmiliki wa nyumba hii, umemwambia kuhusiana na hii taharuki ambayo imetokea hapa ya wananchi kudai hii njia iache wazi kwa sababu umetumia kwa muda mrefu, na mwenyekiti anasema kwamba njia hii imekuwepo zaidi ya miaka 20? Yeye kwa sasa hivi hayupo, amesafiri, hayupo Tanzania. Kwa hiyo kwa muda huu ujenzi unaendelea, ujenzi umesimama? Simama kwa viongozi wametusimamisha. Tumesimama, tunawasikiliza viongozi, tufuata utaratibu unavyotakiwa. Kama tuache tutaacha. Kwa jina naitwa Mohamed Asmani. Mimi nimezaliwa tokea mwaka 1975. Tuko hapa na hii njia ndio njia ambayo tunaitumia miaka yote. Kwa hiyo yeye kama anataka kuziba ni sawa kama anataka kuleta mtafaruku, kwa sababu ni shida na wananchi. Kwa sababu sisi hii watu wa misiba ndo tunaopitisha njia hii, watu wanaotokea bondeni. Sasa leo hii atuambie yeye anataka kuziba pale mabati, ni kitu ambacho hakiwezekani. Hii ni vichochoro vyote vya mtaa vimeachwa ni kwa sababu ya matatizo. Kuna watu wanaumwa, kuna wazee wanakaa huko bondeni ambao wanatumia njia hii. Sasa leo hii njia ikizibwa, hao wananchi wa huku watapita wapi? Yaani mtu mmoja asababishe matatizo ya familia karibuni ya 100 ziko huku chini, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwani hamna njia mbadala tofauti na hii? Njia hakuna nyingine mbadala zaidi ya hii hapa. Hii ndio njia ninavyokuambia, tokea miaka hii sisi hatujazaliwa. Hii njia ipo, inapitika na watu. Sasa leo hii mtu amekuja amenunua eneo, basi angalie na ubinadamu kwa watu wengine. Sio kwamba yeye anachukulia kwa vile mabavu azibe uchochoro ambao unatumika tokea miaka 70 huko. Karibu, na tungependa kufahamu jina lako na wadhifa wako. Haya, mimi naitwa Salama Ramadhani Kiwanda, ni mwenyekiti wa mtaa wa Vigaeni ambao ndio mtaa huu. Ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa ambacho kimekufanya mwenyekiti uwepo hapa, lakini umati wa wananchi wakiwa hapa wakilalamikia kuhusiana na njia hii? Nini unafahamu? Kama unavyoona kuna mainjinia hapa wamekuja kwenye hili eneo la nyumba la Bwana Ismail. Tunamtambua kiofisi kama Bwana Ismail, lakini yeye mwenyewe kama mwenyewe hatumfahamu. Lakini bahati nzuri mjumbe juzi alitupigia simu kuhusu hii nyumba kama inataka kuendelezwa. Tukamwambia itabidi alete vielelezo vyake, ikiwemo vibali vyote vya ujenzi. Kwa sababu kwa madai ya mjumbe ni kwamba ameongea naye na anataka kujenga gorofa.
tukamwambia hatuwezi kusikiliza taarifa kutoka kwa mjumbe, ni vizuri yeye mwenyewe mmiliki afike serikali za mitaa. Jana baada ya kupata taharuki kutoka kwa wananchi, wakasema kwamba mwenyekiti, tunasikia kwamba hili eneo linajengwa na njia hii ambayo tunaitumia wananchi inazibwa. Ikabidi mimi na mtendaji wangu tukaje kwa mjumbe ambaye yupo hapa, tukamuuliza, akatupa hizo vielelezo ambavyo ni vibali, lakini bado hatukuridhika. Tukasema tunahitaji kuonana na nani, na yeye mwenyewe. Madai ya mjumbe ameongea naye yuko Dubai, lakini leo kwenye nusu saa au dakika 45 zilizopita alitupigia simu mheshimiwa diwani, baada ya kupigiwa simu na wananchi kwamba hili eneo limeanza kufanyaje, kujengwa. Kwa hiyo na mimi na mtendaji wangu ndo tumekuja hapa. Kweli tumeona kama unavyoona hapo, wameanza kuweka nguzo hizi kwa ajili ya kuzungushia mabati, na wakizungushia hii mabati ina maana moja kwa moja hata hii njia itafanyaje, itakuwa imezibwa. Kwa hiyo tulichoeleza wananchi, kwanza watulie, sisi kama viongozi tutafuata taratibu za kisheria, ikiwemo kwenda manispaa kujua ukweli wa hili eneo na mipaka yake. Lakini all in all, kama alivyozungumza mheshimiwa diwani, kwa sababu yeye alikuwa mwenyekiti kabla, hili nyumba ilivyouzwa yeye alikuwepo na aliona kabisa kwamba hili eneo ni eneo la wazi kwa ajili ya kupita wananchi. Na wakati ya yote yakiwa anatokea mwenyekiti na taharuki hii ambayo umekuta wananchi, labda sasa nini kinaendelea kwa wakati huu? Kinachoendelea kama ulivyotuona, tulikuwa tunawasubiri nyinyi tu hapo waandishi wa habari mfike, lakini tunaenda kufuatilia sasa manispaa ili tujue, kwa sababu tumejaribu kuongea na engineer ambaye yuko hapa, amesema atawasiliana na yeye mmiliki, halafu na yeye pia atajua kitu gani cha kufanya. Lakini tunavyohitaji sisi ni kwamba hii njia iwe wazi kwa ajili ya wananchi kuitumia. Rai yako ni nini kwa wananchi ambao wamekusanyika hapa wakililia kuhakikisha kwamba hii njia inaendelea, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema imetumika kwa miaka mingi? Ni kweli imetumika kwa miaka mingi. Rai yangu wananchi wawe watulivu. Wawe watulivu, sisi viongozi wao tupo makini, na ndio maana hata tangu juzi tuko kwenye jambo hili tunalifuatilia, tutafuatilia mpaka haki yetu kama wananchi ipatikane. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.